Sauti ya Tanzania, sauti ya wanachama kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo baada ya kuweza kuzungumza vya kutosha katika mitandao ya kijamii na kuhoji sana kwa nini kulikuwa na ukimya muda mrefu kwa aliyekuwa mwenyekiti wa zamani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, hivi sasa akiwa ni mjumbe wa kudumu katika chama hicho, ambaye hakuweza kuzungumza jambo lolote kuhusiana na kukamatwa kwa Tundu Antipas Mugwa Lissu, lakini hatimaye aliweza kuchukua uamuzi na jukumu la kuweza kumtembelea Tundu Lissu akiwa yuko gerezani. Nafikiri kwa wale wengi ambao walikuwa wanaona pengine kulikuwa na tofauti, labda hakuwa na umoja na Tundu Lissu na pengine watu wakawa wanatengeneza chuki na bifu, huku wakijaribu kuwagombanisha na kuona kwamba pengine hataweza kuzungumza wala hataweza kusapoti na kwenda kumwona gerezani. Lakini imekuwa tofauti katika jambo ambalo pengine labda hajalizungumzia, ni kuhusu issue ya no reform no election, ambapo mwenyekiti wa zamani hajazungumza lote cha kuweza kusapoti ama kuunga mkono, na hata issue ya form za petition ambazo sasa hivi zinaungwa mkono na viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambapo wapo kwenye kampeni ya kuhakikisha kwamba wanapata saini milioni 15 za Watanzania za kuzuia uchaguzi. Lakini mpaka sasa hivi nafikiri imekuwa ni nyepesi sana kuweza kutambua kwamba mwenyekiti wa zamani hakuwa na bifu na hakuwa na ugomvi wa aina yote na Tundu Lissu, na ndio maana akaamua kuchukua uamuzi wa kwenda gerezani na kwenda kumwona rafiki yake, lakini pia na mtu wake wa karibu ambaye tayari ameshafanya naye kazi kwa miaka mingi na miaka ya kutosha. Kwa hiyo katika sakata ambalo mpaka sasa hivi bado hatujapata mwafaka ni kutoka kwa Tundu Lissu na pia kutoka kwa issue ambayo sasa hivi inayoendelea katika mitandao ni kuhusu no reform no election, ambayo je, itasapotiwa na kuungwa mkono na mwenyekiti wa zamani Freeman Aikael Mbowe ama ataendelea kubakia kimya na kufanya mambo yake. Kwa hiyo hii ni ishara ya wazi tu kwamba mwenyekiti Freeman Aikael Mbowe hakubaliani na hajaunga mkono pia hiki kinachoendelea katika mitandao ya kijamii na sehemu mbalimbali kutoka kwa viongozi wa kina John Mnyika, John Heche, pamoja pia na viongozi ambao tayari wameonekana kusapoti kampeni ya no reform no election. Cha msingi nafikiri nisikuchoshe sana, ni kuweza tu kudrop comment zako, ushauri, maoni, lakini usisahau kuweza kusubscribe, kulike na kucomment katika channel yetu kupendwa ya Hatboy Media. It's your favorite YouTube channel.